Nilikuwa sijaamini bado bwana kwamba kumbe ni kweli mchumba afumaniwi. Juzi kati jamaa yangu alikuja geto, alikuja na malalamiko bwana, shemeji yako anazingua. Nikamuuliza vipi mzee? Akasema demo ananichiti bwana, kuna mshikaji upo naye. Nikasema kazingua. Kama kweli sasa, umeamwaje mzee? Akasema mimi nataka nimkute naye kwanza, then nitajua cha kufanya. Usifanye vurugu mzee. Wanawake wapo wengi, usijejikuta upo sehemu mbaya. Akasema mamna mwanangu, mimi nataka ushahidi tu. Basi nikamwambia sio kesi, ngoja tuweke mazingira, tutawadaka tu. Jamaa akasepa. Baada ya muda nikamcheki, shem mipi? Shwari shwari. Tukapiga stori pale, uhakika haionyeshi dalili yoyote kwamba amtaki. Jamani, shem kama shem, mambo yapo kwenye mstari. Basi huku na huku tukaja kujua jamaa anaishi wapi, tunaweka mitego yetu, tukajua dem kaenda kwa mshikaji, na sisi tukaenda kufumania. Kufika pale, gonga mlango, mara kidogo mwanangu anataka kuanzisha vurumai, nikamdaka, kuwa mpole bro, hamna vita. Mara kidogo majirani wametoka. Watu shayezi, pamependeza, watu wanaviza vipi kulikoni? Huku na huku, demo anaulizwa vipi, mbona una tabia hizo, kwani unachanganya wanaume? Demo akasema jamani ngojeni niwaambie, huyu kweli alikuwa mtu wangu. Hapo anaongelewa mwanangu mie sasa. Demo anasema kweli alikuwa mtu wangu, sikatai, lakini tulishaachana, tuligombana tukaachana. Yeye anataka turudiane lakini mimi sitaki, kwa sasa nina mtu mwingine. Mara kidogo watu wakatugeuka pale, tukaanza kuonekana wazinguaji, hatujui kuachika. Mwanangu akataka kujitetea, nikamwambia haina haja hapa, tuchutame mzee. Ikabidi nimchukue jamaa tutoke pale. Aibu. Tangia siku ile ningakoma. Ukitaka nikupeleke kufumania, hakikisha una cheti cha ndoa. Sitaki aibu za jumla jumla tena.